Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Msingi mkubwa wa kufaa Mtume Muhammad na kuwa ndio chanzo cha ustaarabu na kuwa ndio chanzo cha maendeleo ya utu katika ulimwengu ni sifa Mwenyezi Mungu alizompa katika Qur'ani, sifa ambazo amezileta kwa njia ya tangazo la kumtambua Mtume Muhammad. Moja ya vitu vinavyofanya ulimwengu haribike sana ni watu wanaoitwa role model. Role model ni yule ambaye ndio kiigo, watu wanamuiga, wanamuona kwamba yeye ndo anayefaa. Bahati mbaya sana, role model wa ulimwengu wa sasa ni watu wa magharibi. Kusema watu wa magharibi, maana yake ni watu wanaoishi Ulaya, wazungu kwa ujumla wake wote. Dunia imeharibika kwa upande wa Waislamu, kwa upande wa Waafrika, kwa upande wa jamii mbalimbali, pale ambapo dunia ilipofanya role model wa ulimwengu ni mzungu kwa ufupi. Lakini Mtume Muhammad, moja ya sifa yake kubwa sana aliyosifiwa katika Qur'an ni pale Mwenyezi Mungu alipotutangazia kwamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kiapo hiki na tangazo hili la Mwenyezi Mungu ni tangazo la ulimwengu kwa ujumla, akisema naapa hakika, ninaapa hakika kumepatikana kwenu nyinyi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kiigo chema, au amekuwa kwenu nyinyi Mtume Muhammad ni kiigo chema. Taadhima inapatikana vipi? Ibn Ashur katika moja ya maneno yake anasema taqdimu ta'kid tufidu ta'dhima. Huwa kuna wakati kutanguliza hizi taukidi zinafidisha taadhima, na kweli haswa ikiwa anayesema ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inaweza ikafidisha taadhima haswa kwa sisi Waislamu, pamoja na kufidisha inkar, lakini pia inafidisha taadhima. Mwenyezi Mungu anaposema na apa hakika amekuwa kwenu nyinyi Mtume Muhammad ndio kiigo kilichokuwa chema, peleka hii taswira kwa mfalme wa nchi yoyote ile, atangazie umma tu kwamba ninaapa hakika fulani ndio kumfuata. Hiyo sikampa taadhima kubwa? Basi ndio hapo utakuta kwamba hapa Mwenyezi Mungu alikuwa akimsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini taadhima nyingine ni hali ya hizi takdimu na taakhir. Kumecheleweshwa kile ambacho kilikuwa haki yake ni kutangulizwa, kikatangulizwa kile ambacho haki yake ilikuwa ni kucheleweshwa. Katika aya hiyo mubtada kawekwa mwanzo na habari kawekwa, mubtada kawekwa mwisho na habari kawekwa mwanzo. Lakini kuna takdim na taakhir kuonyesha Mwenyezi Mungu hapa anaonyesha speciality kwamba katika huyu role model special ambaye atakayewafaa wa pekee, maana yake ikhtisas,
wa pekee ambaye atakayefaa kuigwa katika ulimwengu mzima, na walimwengu hatopata tabu, hatopata dhiki wakimfuata, ni Mtume Muhammad. Matokeo yake watu wakaitathmini kazi ya Mtume Muhammad. Miongoni mwa waliotathmini sio Waislamu. Yuko mtu mmoja ndiye aliyefanya mapinduzi ya Ufaransa, anaitwa Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte huko Ulaya ni mtu anaheshimika kwamba alikuwa na akili ambazo sio za kawaida. Ni akili za ajabu kabisa. Na ni moja katika watu wanaopigiwa mfano kwa uwezo mkubwa wa kufikiri na uwezo mkubwa wa kuyapanga mambo na yakawa. Mwaka 1819 alieleza thamani ya Mtume Muhammad na thamani ya Qur'an. Kwa sura hiyo akatuonyesha kwamba, na yeye pia akatuonyesha ni nani wa kufanywa role model katika huu ulimwengu. Na mnukuu asema, I hope, katika maneno niliyosoma kwenye vitabu vya Kiingereza pamoja kwamba ni Mfaransa, I hope, and the time is not far, I shall be able to unite all the wise people and educated men in all the world. Lengo lake, to establish a uniform regime based on principles of the Prophet Muhammad and the Quran, which are alone true and which alone can lead the people to happiness. Mwisho kunukuu. Anasema nina matumaini makubwa. Mwaka 1819, yeye kafa 1821. Na matumaini makubwa, na muda sio mrefu sana nitaweza kuunganisha watu wote wenye akili nyingi katika huu ulimwengu na watu wote wenye elimu nzuri katika huu ulimwengu. Unajua lengo lake la kuunganisha nini? To establish a uniform regime, kuanzisha utawala wa aina moja. Lakini huu utawala based on principles of the Prophet Muhammad and the Quran, kwamba huu utawala uwe msingi wake ni sheria na kanuni za Mtume Muhammad na hii Quran. Hoja kaijenga vipi? Anasema which alone true, ambayo ndio kitu pekee yake ambacho ndo cha kweli kwa mtazamo wake, kwamba wa kweli kupita mtu yoyote ni Mtume Muhammad, na muongozo wa kweli kupita muongozo wote ni muongozo wa Qur'an. Huyu unaweza ukamfanya kama reference, kama marejeo. Tukisema kasema sahaba, kasema kadha, ni sawa. Lakini ukimfanya huyu ni reference katika ulimwengu tuliokuwa nao, ni kuonyesha namna ambavyo Mtume Muhammad anavyofaa kuwa ndio uswatun hasana, role model. Sasa Mtume twatakiwa tumuige kwenye nini? Mtume tumuige kwenye kujali kunufaika, na tusumuige kwenye kujali kupata. Ukijali kupata, utakuwa unasukumwa na matamanio ya nafsi. Ukijali kunufaika, utakuwa unasukumwa na akili. Na yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha khalaqal malaikata farakkaba fihimul aqla wa khalaqal bahaima farakkaba fihimush shahawa wa khalaqa bani adam farakkaba fihimul aqla wash shahawa faman kana aqluhu a'la min shahawatihi fa huwa a'la min al malaika wa man kana shahawatuhu a'la min aqlihi fa huwa adna min al bahaim.
Asa Mwenyezi Mungu amewaumba malaika, alafu akapandikiza katika viwiliwili vyao, akapandikiza akili tu, kaiweka akili. Akaumba wanyama, akapandikiza matamanio tu, hakuna akili. Alafu akaumba bani Adam, akapandikiza akili na matamanio. Mwisho mtume anafanya conclusion huko: yoyote yule ambaye akili yake itakuwa juu kuliko matamanio yake, huyo atakuwa yuko juu kuliko malaika. Na yoyote ambaye matamanio yake yatakuwa juu kuliko akili yake, huyo atakuwa chini kwa daraja kuliko wanyama. Sasa Mtume Muhammad anatufundisha Waislamu tujali kunufaika, tusijali kupata. Ukijali kupata, utakuwa uko tayari kumchuna mtu ngozi ili upate tu pesa. Utakuwa tayari kuukata mkono albino kama zama zile zilivyokuwa zinatokea, lengo upate. Mwenye akili huwa anajali kunufaika, hajali kupata. Ndio maana Mtume Muhammad, hawa wazungu hawa hawakumtazama upande wa kupatisha vitu, wamemtazama upande wa kunufaisha. Si kama naeleweka? Tabia njema zinaifanya dunia inanufaika na watu wake. Tabia mbaya zinaifanya dunia watu wanajali kupata kuliko kunufaika. Na hili ndio jambo ambalo liko Johannesburg, na ndio jambo ambalo liko New York. Johannesburg miaka 7-10 iliyopita, tathmini ya kidunia inaonyesha kila baada dakika 2 kuna mtu anapigwa risasi, kuna mtu anakufa. Unajua shida walioipata hawa ni nini? Walijali sana kupata, hawakujali kunufaika. Lakini Maka na Madina, tathmini za kilimwengu zinaonyesha kila baada ya miaka zaidi ya 40 ndio kunasikika kuna mtu, huenda kuna mtu kauawa. Unajua ni kwa sababu gani? Watu ukimfuata Mtume Muhammad, matokeo unayopata unanufaika na ulimwengu. Siku moja tuko Madina, kadhi ile mimi sisahau. Tuko Madina, mwenzangu akaingia kwenye duka la dhahabu, na mimi nikaingia tu, ala sina shughuli yote, kumsindikiza. Lakini ilipofika wakati wa swala, ile ni adhana, yule mwenye duka wala hakutuuliza kitu, alituacha dukani pale. Alituacha dukani. Mimi yule mwenzangu nikamwambia, huyu afanye jambo hili Dar es Salaam atashangaa. Yeye kaenda msikitini, lakini yeye kaona kwamba hawa ni kama sisi. Kumbe la haula wala quwata. Hao wananufaika na ulimwengu. New York kila baada ya dakika 15, ni takwimu ambazo nazo kama za miaka 10 iliyopita, ilikuwa kila baada ya dakika 15 kuna mwanamke anabakwa. Unajua hayo yote yanatokea vipi? Kwa sababu watu wamejali sana kupata badala ya kunufaika. Mtume Muhammad ni chanzo cha manufaa katika ulimwengu, cha kunufaika na dunia yetu. Vile tunavyomwacha tunapata sana, lakini hatunufaiki na chochote katika kupata kwetu. Alkamalu lillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.